Lakini kwanza ni taarifa ya habari. Mimi ni Phyllis Mwatei. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ameitaka Urusi kufikiria kuhusu kusitisha uhasama na Ukraine baada ya Marekani kupendekeza kusitishwa kwa vita kwa siku 30, hatua inayoungwa mkono na Ukraine. Bwana Rubio ameashiria kwamba ikiwa Urusi itakubali na iko tayari kufanya mazungumzo ya kudumu ya kusitisha vita, basi kutakuwa na nafasi mwafaka ya kuleta amani. Hapo awali Urusi ilisema kwamba itatoa maoni baada ya kufahamishwa rasmi kuhusu mpango huo na maafisa wa Marekani. Bwana Marco vile amesema kwamba msimamo wa Urusi utabainika wazi katika siku zijazo, na iwapo mpango huo utakataliwa, basi hilo litatoa ishara kali. Tutawasiliana nao leo. Tayari kumekuwa na mawasiliano katika viwango tofauti na wenzao, viongozi tofauti wa utawala, na hilo litaendelea. Hili lilifanyika saa chache zilizopita na tutawasilisha hayo moja kwa moja. Tutasema kwamba Ukraine iko tayari kusitisha shughuli zote za vita na kuanza mchakato wa haraka wa kujadili mpango wa kudumu wa amani, na tutaona watajibu nini. Ikiwa jibu lao ni ndio, basi tunajua tumepata mwelekeo wa kweli na kuna nafasi ya kweli ya amani. Ikiwa jibu lao ni hapana, itasikitisha sana, na hilo litaweka wazi nia yao. It would be highly unfortunate and it would make their intentions clear. Shambulizi la hoteli katika eneo la kati nchini Somalia la Hiran limemalizika baada ya takriban saa 24 kutoka wakati wapiganaji wa Al-Shabaab walipovamia hoteli hiyo. Agnes Penda ana maelezo zaidi. Meya wa Beledweyne ameambia BBC kwamba watu 7 wakiwemo maafisa wa kijeshi, wazee wa eneo hilo na wanaharakati waliuawa walipokuwa wakikutana kujadili njia za kukabiliana na kundi hilo la wapiganaji. Alisema vikosi vya usalama viliwaua washambuliaji wote. Hata hivyo, maafisa wa usalama bado hawajatoa idadi rasmi ya waliofariki. Kundi la Al-Shabaab lidai kuhusika na shambulizi hilo. Serikali ya shirikisho imesema bado inachunguza kisa hicho na haijatoa taarifa yoyote kuhusu mauaji ya maafisa hao. Rais wa jimbo la Hirshabelle Ali Abdullahi Hussein amevipongeza vikosi vya usalama kwa ujasiri wao wa kuwashinda wapiganaji hao aliowataja kuwa wenye itikadi kali. Vikosi vya usalama nchini Pakistan bado vinakabiliana na wapiganaji wanaotaka kujitenga ambao wamewashikilia mateka abiria wengi wa treni katika jimbo la Baluchistan. Maafisa wanasema zaidi ya watu 190 wameachiliwa na wapiganaji hao kufikia sasa. Treni hiyo kwa jina la Jaffa Express ilikuwa imebeba zaidi ya watu 400 wakati watu waliojihami walipolipua njia ya reli na kufyatua risasi karibu na eneo la mlima jana Jumanne. Afisa wa polisi wa shirika la reli aliyeshuhudia shambulizi hilo amesema kwamba aliona takriban miili 60 huku waasi hao wakiwaua wanajeshi na raia. Kundi linalotaka kujitenga la Baloch Liberation Army limesema kwamba linahusika na shambulizi hilo na linataka kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa ambao linasema wanashikiliwa na jeshi la Pakistan. Umoja wa Afrika umeonya kuwa Sudan inazidisha mgawanyiko katika vita ambavyo vimekuwa vikiendelea kwa takriban miaka miwili. AU imelaani vikosi vya Rapid Support Forces na washirika wake kwa kutia saini hati za kikatiba za serikali ya muungano nchini Kenya na kuashiria kuanzisha utawala pinzani. Mzozo unaoendelea nchini Sudan umewaua maelfu ya watu na kusababisha moja ya machafuko mabaya zaidi ya kibinadamu kuwahi kutokea. Tangu vita hivyo vilipoanza, jeshi la Sudan limedhibiti maeneo ya kaskazini na mashariki, huku vikosi vya RSF vikidhibiti sehemu kubwa ya Darfur, eneo la magharibi na kusini. Na madaktari nchini Australia wanasema mgonjwa mmoja ameweka historia ya matibabu kwa kuwa mtu wa kwanza duniani kuruhusiwa kutoka hospitalini akiwa na moyo bandia huku akingoja kupandikizwa moyo wa binadamu. Mwanamume huyo aliye na umri wa miaka 40 amefikia hatua nyingine ya kihistoria kimatibabu kwa kukaa bila matatizo yoyote kwa siku 100 akiwa na kifaa hicho bandia kilichotengenezwa kwa madini aina ya titanium kabla ya kufanikiwa kupokea moyo mwingine wa mwanadamu. Madaktari wanasema kwamba wanatumaini kwamba mafanikio ya kifaa hicho cha kupandikiza cha chuma ambacho husukuma damu mwilini na kwenye mapafu hatimaye huenda kinaweza kuchukua nafasi ya hitaji la upandikizaji wa moyo wa binadamu kabisa. Hii ni BBC.
Shukran Phyllis Mwote kwa taarifa hiyo ya habari za dunia. Msikilizaji, matangazo ya Dira ya Dunia yana njia mbalimbali ya kuyasikiza. Hayako kwenye FM kupitia redio shirika kama vile Zenji FM kule visiwani Zanzibar, Milele FM nchini Kenya, Radio Lira nchini Uganda na Radio Muungano Beni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aidha kwa moja kwenye mtandao wetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili, ambako hapo unayo fursa kutuachia maoni yako msikilizaji. Tukipata nafasi bila shaka tutayasoma kadri tunavyosonga mbele katika matangazo haya. Jioni huko nami Karorobi nikiwa Nairobi, mwenzangu ni Leonard Mubali akiwa Dar es Salaam. Kazi kwako. Asante sana, nimekuwa na Jumatano njema. Kwako je? Mie pia nashukuru mwalimu. Asante msikilizaji, karibu tuweze kukupa yale tuliyokuandalia. Rais wa Angola Joao Lourenco ametangaza mipango ya kuzileta serikali za Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na waasi wa M23 kwenye meza ya mazungumzo. Rais Lourenco ambaye ni mpatanishi kati ya DRC na Rwanda amesema tawasiliana na M23 kuandaa mazungumzo ya ana kwa ana. Mwandishi wetu wa Kinshasa Mbelechi Msoshi na taarifa zaidi. Kwanza ni ofisi ya rais wa Angola ndo ilitangaza kwamba inataka kuanzisha mawasiliano na waasi wa M23 ili kujadili moja kwa moja na wajumbe wa serikali ya DRC katika siku zijazo, baada ya mkutano kati ya Tshisekedi na Joao Lourenco huku Rwanda jana. Msemaji wa Rais Tshisekedi alitangaza kuzingatia tangazo hili kutoka Angola, akibainisha kuwa bado wako ndani ya mfumo mchakato wa Nairobi ambao unataka kufanyika kwa mazungumzo na makundi yenye silaha. Katika mkutano wa vyombo vya habari, msemaji wa serikali ya Kongo Patrick Muyaya alisema ya kwamba rais wa Angola yupo katika mchakato wa ombi 2773 la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, hatua ambayo iliomba kusitishwa kwa vita na Rwanda kuondoa wanajeshi wake nchini DRC. Kukubalika kwa mazungumzo haya kati ya serikali ya Kongo na kundi la M23 ni baada ya Rais Felix Tshisekedi kutamka kila mara ya kwamba hawezi kuzungumza na kundi hilo hata ikiwa litafika kwenye mlango wa makazi yake. Kwa mujibu wa Patrick Mundeke, mpinzani pia mshauri wa Moise Katumbi, Rais Tshisekedi angetangulia kukubali mazungumzo haya kabla hali ya mashariki mwa Kongo haijafikia kiwango kilicho leo. Kusema bwana Tshisekedi anakuwa mtu ambaye hasikie. Watu walimshauria kunapita miaka moja, miaka mbili, Kongo imepoteza pesa nyingi, imepoteza watu wengi, tumepoteza vitu kwa sababu Tshisekedi anakuwa akitia kiburi fasi ya akili. Na hapa ameona kama jeshi la kwake ni nguvu kabisa kupigana kwa sasa, ndio maana hana shurutishwa kwenda kuongea na watu. Lakini ajua kama ni hatua ya busara, lakini makosa yake angeweza kusikia watu zamani. Dieudonné Musagalusa ni mratibu wa shirika la raia nchini DRC. Tumemuunga mkono Mheshimiwa Rais wa DRC Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pia wale wanaofanya vita tumewaomba waweze kupokea mkono wa rais, waweze kuwa tayari kuweza kuacha vita na kupata suluhisho katika mambo fulani ambayo wanayozidi kuomba. Na kwa hiyo sisi tuliweza kusema tangu zamani ya kusema vita ishe kupitia njia hiyo, ila kila mtu aweze kuleta yake mawazo na aweze kuleta yake makondisio yenye anafikiri inabidi ifanyikane mbele ya hayo. Na kwa mwisho tumemshukuru sana rais wa Angola ambaye ameweza kuleta njia hiyo na ambaye ameitika kuingia katika njia hiyo ili aweze kutanisha wale ambao wanaofanya vita na wale ambao wanapigania kwa kuacha vita. Wachambuzi wanahisi vipi kuona rais wa DRC kukubali mazungumzo ya moja kwa moja na M23 ambayo alipinga muda mrefu? Germain Tuza ni mchambuzi wa maswali ya usalama mtini DRC na kanda la maziwa makuu. Ona itakuwa vigumu sana. Ingekuwa Rais Tshisekedi alitangulia hapo mbele kutafuta kuzungumza namna jinsi walikuwa wamemwomba wazungumuze wakati walikuwa kingali Bunagana kwa Ruchuru, wanahitaji mazungumzo ya ana kwa ana na Rais Tshisekedi, itakuwa changamoto kubwa sana. Nikusema kwamba ameitika kwa ajili ya uoga. Ndio ya kwanza kuonekana kwamba hata Katanga yote inaweza kwenda, hata huko Chopo, hata huko Ituri. Pili ni kuona kama nguvu za kijeshi zimefeli, FARDC haina tena uwezo wa kuweza kupigana na M23, ijapokuwa waliposaidiwa hata na wazalendo, walisaidiwa na mamluki, walisaidiwa na jeshi la SAMI DRC, hawakufaulu. Kwa wakati huo karibu wa mawaziri wote serikalini wameendelea na uhamasishaji wa raia ili waingie katika jeshi kwa lengo ya kuzuia uvamizi wa nchi kama walivyodai. Mbelechi Msoshi, BBC Kinshasa.
Na msikilizaji, umesikia hapo kwa ripoti hiyo ya Mbelechi Msoshi. Iwapo mapendekezo ya rais wa Angola yatatekelezeka, itakuwa hatua kubwa katika kuzileta pamoja pande hizo mbili. Hata hivyo, serikali ya DRC imekuwa mara kwa mara ikisisitiza kuwa haiwezi kufanya mazungumzo na M23, kundi linalolichukulia kuwa la kigaidi. Je, msimamo huo umebadilika? Muda mfupi uliopita nimezungumza na msemaji wa rais wa DRC Tina Salama, ambaye kwanza nimetaka kufahamu wamepokeaje pendekezo la Angola. Sisi position yetu imekuwa tu moja. Yaani namna gani tumewaza hiyo mambo ama solution inapaswa kupatikana ili vita ishi katika mashariki mwa Kongo. Sisi tumesema kwamba wale watu wote, waasi wote wa M23, wale wote wanaochukua silaha wakitaka kuzungumza na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waingie katika hiyo process ya Nairobi. Hiyo process ya Nairobi ndio inakamata wale wa vikundi vyote wanaochukua silaha, wakuje katika hiyo process na tutazungumza nao. Tumekuwa tangu siku nyingi sana tumekuwa wazi kuhusu hiyo swali. Na leo hii mkiangalia hata hiyo summit ya SADC na East African Community, nao wamesema mambo tunayosema kwa leo. Wamesema kwamba kumekuwa tu process mbili ndio inapaswa kuwekewa katika meza leo. Kumekuwa hiyo process ya Luanda, Nairobi, na ile imekuwa kuhusu serikali na serikali. Sisi katika Luanda tunasema kwamba tunataka kuzungumza na Rwanda. Kwa nini tunataka kuzungumza na Rwanda? Tunajua kwamba leo hii wao nchi imekuwa nyuma ya M23, imekuwa Rwanda. Imekuwa leo Rwanda ndio inakuja kuchukua madini zetu na kunatufanyisha vita. Kwa hivyo mnasema kwamba mbali na M23 mngependa kufanya pia mazungumzo na Rwanda ili huu mzozo wa mashariki mwa Kongo upate ufumbuzi kamili? Nasema kwamba kwa leo hii position yetu imekuwa haibadiliki. Tangu mwanzo tunasema kwamba kumekuwa process mbili, na kwa leo hii hatuko wenyewe wa kusema hivyo. Hata hiyo summit DRC SADC imesema wazi kwamba wanaitika hiyo process mbili. Kwa leo hii mkiangalia hiyo resolution ya Umoja wa Mataifa, nayo wamesema kwamba wanaita watu wote waingie katika hiyo process mbili. Sasa hiyo process mbili inasema nini? Ya Nairobi inasema kwamba tunaweza serikali ya Kongo, na tunakuwa tayari tangu mwanzo tumesema wazi, tunakuwa tayari ya kuzungumza na wale wakundi wote. Katika hiyo process ya Nairobi, kama M23 ilichukua silaha, ikuje katika hiyo process, tutazungumza nao, watasema kwa nini wamechukua silaha. Na kwa upande mwingine kuhusu process ya Nairobi, ya Luanda, Angola, tumesema kwamba hiyo kule tunataka kuzungumza serikali na serikali ya Kongo na serikali ya Rwanda. Kwani tunajua kwamba ni Rwanda ndio imekuwa nyuma ya M23. Sasa tumekuwa wazi. Kwa leo hii Angola imetoa ile tangazo lake, wamekutana president wa Angola Bwana Lourenço na president rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Tshisekedi, wamekutana Rwanda. Ametuambia namna gani anataka kuendesha hiyo mediation ambayo amekuwa nao. Tumesema okay, tunasikia, lakini sisi tunabaki katika hiyo process mbili basi. Lakini je, kutakuwa na masharti mengine kutoka upande wenu kabla na pia wakati wa kufanyika kwa mazungumzo? Imeita wale watu wote wao wamechukua silaha, ikuwe Rwanda na jeshi lake, wanaomba watu wote kurudia katika hiyo process mbili. Haiko tu leo hii serikali ya Kongo ndio imesema hivyo. Ikuwe hiyo summit ambayo imetokea katika hiyo summit ya hiyo kikundi cha SADC na EAC, nao wamesema hiyo mambo leo hii Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inasema. Sasa sisi hatuna shida kwa leo, tunangoja tuone namna gani Angola itaendesha hiyo position yao ya kuzungumza na wale watu. Lakini kwa faida msikilizaji, kama nimekupata vizuri, kwa hivyo mko tayari kufanya mazungumzo na M23 na Rwanda na vile pia makundi mengine ya waasi? Nasema kwamba tangu mwanzo position yetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali yetu ya Kongo, position yetu imekuwa wazi. Tumesema kwamba tumekwenda kule Angola, tumekutana na rais wa Jamhuri ya Angola, ametuelezea mambo gani anataka kufanya ili tupate amani mashariki mwa Kongo. Lakini sisi tunasema kwa leo kumekuwa process mbili yenye imekuwa pale, tunaita mkifaransa mechanisme établi, yenye watu wote wanatutumana hapo. Ikuwe hiyo resolution ya mpya ya Umoja wa Mataifa, ikuwe samiti ya mwisho ya mainchi ya mashariki na hizo za SADC, wote wamesema neno moja tu, turudie katika hiyo process mbili. Na hiyo process kumekuwa hiyo ya Luanda inatutumana kuzungumuza serikali na serikali. Sisi tumeomba kuzungumuza na Rwanda mara moja, na kumekuwa sasa hiyo ingine process ya Nairobi inaita wakundi wote wanaochukua silaha waache silaha wakuje
Kwa hiyo process ile tutazungumza nao pia, na kwa hiyo muda tutazungumza nao kabisa, tutasikia nini wanataka. Tumeanza hiyo mambo tangu miaka 2-3. Wao ndio wamekatala, wametoa katika hiyo process ya Nairobi. Kama leo wanaitika kukuja tena, wakuje, tutazungumza. Sisi tunataka kimya nchini yetu Kongo, na tunataka kuendelea kwenda mbele na kujenga nchi yetu. Ni msemaji wa rais wa DRC Tina Salama, kama alivyozungumza na mwenzangu Karo Robi. Vuguvugu la Mto Kongo alimaarufu kama The Congo River Alliance kwa ushirikiano na kundi la waasi wa M23 limetangaza kuwa limefurahishwa na hatua ya rais wa Angola kuwa ataitisha mazungumzo kati ya viongozi wa kundi hilo na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo mjini Luanda. AFC na washirika wake wamesema wao wako tayari kushiriki katika mazungumzo hayo na kuwa wao wako tayari kuheshimu azimio la kusitisha uhasama na mapigano. Msemaji wa AFC na M23 Dr. Oscar Balinda ameiambia BBC kuwa kundi hilo linaafiki hatua hiyo ya Rais Joao Lourenço na kuwa wao watashiriki kikamilifu ikiwa watapata mwaliko rasmi. Ameongeza kuwa kundi hilo limekuwa likiitisha mazungumzo hayo ili kujaribu kutafuta suluhisho la mzozo unaoendelea mashariki mwa DRC. Na msikilizaji, BBC pia ilitafuta maoni ya raia hasa wale wanaoishi katika eneo la mashariki mwa Kongo ambako ndio walikuwa athirika zaidi na uasi unaoendelea huko, na haya ni baadhi ya maoni yao. Najua mawasiliano ambaye Rais Tshisekedi leo amekubali inakuwa kama kuvunja moyo wa Kongomani ambaye walikuwa na msapoti kwa mambo yote alisimamia, ila kitu ilionekana ilikuwa kama Rais Tshisekedi alikuwa kwenye distraction kubwa, sababu mambo yote alikuwa akisema alikuwa weke serious ndani, sababu wakati alisema Mwendre Eskramush, raia walizani ya kwamba anataka sasa unda jeshi na kusapoti jeshi ili ionekane ya kwamba nasimamia mambo ya kurudisha amani Kongo na kutoa Kongo ndani ya madharau ambayo inapitia, ambayo inaendelea kusababisha mauaji ya Wakongomani. Na shida kubwa ni kuonesha ya kwamba nchi haiongozwe kwa urafiki. Na sie population ya Goma tunazipenda presida aongee na M23. Donc si hatujue vyake. Tshisekedi, Kagame baikale baongee, bapatane, balete amani mu Kongo. Rwanda yo peke haitakuwa na amani. Na sheba Kongomani tuko na shida, tunateseka. Leo hii tuko na shida sana mu Kongo, mauaji napitisha kipimo. Biko banasema wao balikia kutugomboa, batugomboe kitu. Tuko tu tunateseka kila leo. Tshisekedi aikale aongee na mwenzake president batupatie amani na salama mu Kongo. Inaweza kuwa njia muhimu ya kuongea. Wakisha ongea jibu itapatikana. Hatujui kama watazungumza nini kweli. Juu rais wa Kongo anasema hata wakakuwa wanatafuta fika Kinshasa hata itika kusema kama nazungumza nao. Ni kwa hiyo wakati akazungumza nao, tunajua kama tunaweza kuwa ndani na unafiki mingi sana, na ukweli kabisa ya amani haitakuwa kabisa ya kuonekana. Ni kwa hiyo wakati juu ya amani ni lazima watu wanaweza kuzungumza, ni kujua wanazungumza nini. Kwa ngambo wa Kongomani ni kweli wakachanga na Rwanda na M23 na watu wote wanazungumza, inawezekana. Ni jambo la muhimu sana kama italeta matunda mazuri na kama government ya Kongo itakubali ambao watakayo zungumzia kule, na kama hawa wengine wa wenzetu wa M23 watakubali ambao serikali ya Kongo itawaambia. Ila sasa kuna changamoto kidogo au kuna maulizo kidogo tunapenda tujue kwa serikali ya Kongo. Je, hawa wazalendo ambao wako barabarani leo wataenda wapi? Je, watakuwa nao kwenye mazungumzo? Kwa sababu nao walikuwa wakipigana kwa sababu ya kusema kwamba nchi yao sivamiwe, na wenzao nao wakina M23 AFC nao wanapigana kusema kwamba wanapenda waokoe nchi. Je, wote watakuwa kwenye mazungumzo? Ndio swali tunapenda tuulize serikali ya Kongo, kwa sababu hatuwezi penda tena hawa wazalendo wabakie tena porini, kwa sababu wakishabakia porini wataleta ingine fujo, na tungelipenda kusema kwamba nao wanaweza wakahudhurie mazungumzo kwenye itakuwa nchini Angola.
Na msikilizaji, hayo ni maoni ya raia wa mashariki mwa Kongo kuhusiana na pendekezo hilo la Angola la kujaribu kuzileta kwenye meza ya mazungumzo serikali ya DRC na waasi wa M23 ili kutatua mzozo wa mashariki mwa Kongo. Na napata pia fursa sasa msikilizaji ya kugeukia ukurasa wetu wa Facebook kuona maoni ya wasikilizaji hapa, nikianza na haya ya Padri Moshi wa Kotela Moshi Tanzania. Anasema mazungumzo yanahitajika ili kutatua hali mbaya inayoendelea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali iliyopo kwa sasa sio nzuri kabisa. Alimrangi Gigiri Mresa naye anasema akiwa kule Dar es Salaam Ukraine, kukubali pendekezo la kusitisha vita kwa siku 30 ni jambo jema, ile inapendeza zaidi kuvimaliza kabisa vita hivyo. Fundi John Ngonya naye unasema ukiwa kule Uvinza unatupata katika njia maridhawa kabisa.